Na kwenye biashara, teknolojia imeongeza upatikanaji wa fedha kupitia vyama vya ushirika, ingawa tishio linalokithiri la usalama wa kimtandao limeibua hatari mpya kwa sekta ya vyama vya ushirika. Katibu wa vyama vya ushirika Patrick Kilemi amesema mapungufu yaliyopo pamoja na ukosefu wa mikakati ya kutosha ya usalama wa kimtandao vinaendelea kuathiri ukuaji wa sekta hiyo licha ya manufaa yanayotokana ya kidijitali. Taarifa kamili ni kwenye mseto wetu wa biashara. Sekta ya vyama vya ushirika hapa nchini ina mali inayojumuisha shilingi trilioni 1.2 na imesaidia kuboresha maisha ya Wakenya wengi. Ili kufanikisha ukuaji, katibu wa vyama vya ushirika Patrick Kilemi ametoa wito kwa kuimarishwa kwa utawala na usalama wa kimitandao. Technology is creating new opportunities to reach underserved communities, reduce the cost of financial services and improve service delivery. At the same time, it is introducing risks related to cybersecurity, data protection, fraud, and operational resilience. Wakati huo wanahabari wamehimizwa wawe waangalifu kuhusu habari potovu na maudhui ya kidijitali yanayopindwa ambayo yanaweza kuhujumu imani ya umma kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Mwenyekiti wa baraza la magavana Maina Muiruri amesema wanahabari wanapaswa kutumia akili ige, yani AI, kutambua habari zinazopindwa, kuchanganua data na kuimarisha uhakiki wanapojiandaa kuandika taarifa za uchaguzi. The roles journalists play become even more critical. Elections are moments when citizens need accurate, timely and trustworthy information to make informed decisions. AI has disrupted the world, as you all know, in all sectors. You know that it has rapidly changed how journalists produce, verify and even distribute information. So during the general election season, AI will help in a lot, and at the same time, there are also some challenges. Hatimaye takriban 80% ya Waafrika wana imani na bidhaa na huduma za Afrika, ingawa ni 15% pekee wanaonunua bidhaa kutoka Afrika. Haya ni kulingana na ripoti ya hivi punde kuhusu bidhaa za Afrika inayoashiria kwamba hatua hiyo inahujumu ununuzi wa bidhaa kutoka Afrika. Mjumbe wa Afrika Kusini hapa Kenya, Salome Zulu Mola, amesema hali hiyo inazuia ukuaji wa bara Afrika. Investors feel confident entering one market and hesitate about another. Why does a young person somewhere in the world want to wear an African fashion, listen to African music, and watch African films, or build a business on this continent? Perception influences all these decisions. Bentro Enjoe, Darubini.